Mtazamaji wa Rabi TV, karibu sana kwenye kipindi cha Maarifa. Hiki ni kipindi maalum kwa ajili ya kuletea wewe maarifa mbalimbali ambayo yatakusaidia, lakini pia wewe utakuwa mwalimu kwa wengine kwa yale ambayo utakuwa ukijifunza hapa. Na leo niko na mgeni maalum kabisa, anaitwa Inspector Samuel Kihongole. Yeye atatupitisha hatua kwa hatua tunapozungumza kuhusu masuala ya kikatili, ukatili wa kijinsia ni nini hasa. Lakini jeshi la polisi, kuna dawati, tunafahamu dawati la jinsia linafanyaje kazi, utaratibu wa kuripoti ukoje? Je, ni kweli kwamba wanaume wakienda kuripoti kama amepigwa na mkewe, kupokelewa kwake msaada kwa mwanaume unakuwa mdogo tofauti na anavyoenda mwanamke? Yote tutayafahamu hapa. Karibu sana, mimi wacha nimkaribishe akusalimu, alafu tutazungumza mengi zaidi. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, kama ilivyotambulishwa, anaitwa Inspector Kihongole. Lakini pia ni mhandisi. Okay. Mhandisi kwa upande wa automotive. Ikiwa na maana kwamba ni mtaalamu kwenye masuala ya mitambo. Ni zao la kutoka kwa upande wa O-level, nilisoma shule ya Ihanu sekondari, baadaye nikahamia shule ya Sawa sekondari, VST, yani Village School Tanzania. Advance nikasoma Songea Boys, yani shule ya wavulana Songea, yani box 2. Na chuo nikasoma chuo cha usafirishaji NIT kwa mwaka 2014 nilisajiliwa. Baadaye nikatoka kidogo mwaka mmoja kujiongeza kidogo, kwa ajili ya kazi. Baada ya kupata kazi nikafanya kazi kwa muda wa miezi 4. Nikarudi tena masomoni, nikawa nafanya kazi kunasoma nikitokea Kibiti. Okay. Sawa. Nataka kujua kwenye hili eneo la masuala ya utoaji wa elimu, mnatumia mbinu gani? Tunajua jeshi la polisi linatoa elimu. Mnatumia mbinu gani? Mbinu ya kwanza ni kuwafuata wateja wetu kwenye maeneo pale walipo. Sisi wanapokusanyika 2, 3 tunawapa elimu. Lakini tunafika mashuleni. Ndio. Kwa wanafunzi, si ndio? Lakini vijiwe vya bodaboda. Lakini makanisani, kwenye taasisi za kidini na misikitini tunafika, tunatoa elimu. Lakini pia kwenye makongamano mbalimbali. Lakini pia kwenye mikusanyiko ya aina yoyote ambao pengine mikutano na nini, na sisi tunakuwepo pale kwa ajili ya kuangalia usalama, lakini pia kutoa hii elimu. Na tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa kupitia kutoa elimu tumepunguza uhalifu kwa kiwango kikubwa sana. Okay. Kwa hiyo mnapita kwenye shule, kwenye makongamano. Okay. Tulikuwa na Mama Samia Legal Aid. Ndio. Lazima tuingie. Yaani maana kwenye kila, kwa mfano mimi binafsi pale halmashauri inatumika sana, halmashauri ya wilaya Kibiti. Kwenye masuala ya uwapaji wa vijana mikopo. Na nimeshatengeneza wimbo unaohusiana na mikopo ambao naweza nimetaja hiyo vitendo, namna ya kupinga vitendo vya ukatili katika jamii. Wimbo unaitwa Mkopo, lakini tumeingiza humo dawati la jinsia polisi jamii. Kwa hiyo katika jambo lolote ambalo linawakusanya wana Kibiti, polisi wanaingia, wanapenyeza ujumbe kupinga ukatili. Na unasema kwa kiwango kikubwa sana mmefanikiwa. Yes. Kupunguza vitendo vya namna hii. Kabisa. Matukio gani mwanzoni yalikuwepo, lakini kwa juhudi mlizozifanya sasa hivi hayo matukio pengine yamepungua au hayapo kabisa? Mara ya kwanza hatukuwa na hichi kitengo cha, naweza kusema kilikuwepo lakini hakikuwa active. Kitengo cha polisi jamii na dawati la jinsia kilikuwepo, lakini hakikuwa active. Lakini baada ya Mheshimiwa Rais kuliona hilo, kwani mipango ya muda mrefu, basi Mheshimiwa Rais alidhamiria kutupeleka katani, kuanzia askari wa nyota 1 kama mnavyoona. Nimeenda kwa nyota 1 na hii ya pili nimebatia huko katani. Na usione watu labda hapo kule katani hawana elimu. Labda tu niseme sisi jeshi la polisi tulichelewa.
Wenzetu idara nyingine wao walishapeleka wasomi, mtendaji kata ni msomi, afisa elimu kata msomi, afisa mifugo msomi, kuanzia degree 1. Kwa hiyo sisi tulichoa kidogo, lakini sasa baada ya kuwa tumepelekwa kule sasa, kwa sababu hao wote nao taja ni wasomi, sasa ukimpeleka askari ambaye taaluma yake haiendani na wale, manake atashindwa namna ya kujenga hoja za msingi. Ndio maana sisi tumepeleka kule ili tuweze kuzungumza na wasomi wetu, tuweze kujadiliana pamoja, tuweze kutatua kero za wananchi, lakini pia kuimarisha ulinzi na usalama. Lakini pia kupunguza haya matukio ya kiukatili. Na kama unavyojua hili ni wiki la maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Ndio. Yes. Kwenye masuala ya ukatili hapo tumezungumza kidogo kuhusiana na wanaume, wanawake, lakini kwa sababu tupo kwenye kipindi cha kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tuzungumze kwa undani zaidi kuhusu ukatili kwa watoto. Kuna matukio ambayo yamewahi kuripotiwa, mtu amekuja kutoa taarifa kwenu kule Kibiti na mkashughulika masuala ya kumwokoa mtoto, au ni kwa kiasi gani mmezuia matukio ya ukatili kwa watoto Kibiti? Okay. Labda yaweke mtoto ni mtu yoyote mwenye umri wa chini ya umri wa miaka 18. Ndio. Ambapo huyu anatakiwa kulelewa na wazazi au walezi wake. Kwa hiyo tumeshapokea mengi. Wapo wengine wanachukuliwa huko mikoa ya mbali ya kaskazini, wanaitwa kule wanachunga mang'ombe. Na hajatimiza miaka 18. Hajatimiza miaka 18. Wakishafika kule wameshindwana, basi anawaambia aondoke. Anakuta kwa sababu tumeshatoa elimu kwamba kutana changamoto afike polisi, atoe taarifa, basi unakuta nafika pale, wengine wanaweza kujieleza, wengine hawawezi kujieleza. Tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa ustawi wa jamii na tumekuwa tukiwasaidia hawa wahanga mbalimbali wa matukio ya ukatili. Lakini wengine kwenye ndoa, unakuta mwingine anapigwa, mama huyo. Umeuliza kuhusu watoto, lakini sasa mama sinaonekana watoto anapigwa, manake mama akinyanyasika manake na watoto automatic wananyanyasika. Sasa niseme tu kwamba mambo ya kupigana bwana, haya ni mambo ya kizamani. Kwa sasa hivi hatupigani, tunapeana tu elimu. Mtu akikosea mwelimishe, na ikiwezekana tunasema mama apigi. Kama kitokeo umempiga, mpige kwa kanga. Mbona bwana? Dawa la jinsia, mpige kwa kanga, usimpige kwa. Sasa wengine wanakosea, wanapiga kwa mapanga. Wengine wanapiga, yani wanang'ata meno. Kuna scenario moja nilikutana nayo. Kuna mama aliripoti pale, akamwambia kuna ana wake 3. Sasa upigaji wake yule anang'ata meno. Anang'ata meno. Kwa ameweka zamu. Akienda kwa mwanamke huyu anasema kwako leo nataka damu nusu lita. Anang'ata hapa kabisa meno. Ukatili wa kimwili. Na kama anakupiga anapiga kwa kutumia panga. Naona sasa ni ukatili wa ajabu. Akaripotiwa na akashughulikiwa. Sisi tukipata taarifa tunashughulika nazo. Lakini wengine ndio kama hivyo, ajali zinatokea. Hakuna anayepanga ajali barabarani. Kwenye hili tunaomba madereva wawe makini kupunguza. Yaani hata ukipita hii njia ya nani lazima utakutana na ajali. Kuna ajali nyingi sana. Kwa hiyo elimu endelee kutolewa, tupunguze ajali. Kwa hiyo unakuta labda mama amefariki, mtoto kapona, mwisho wa siku sheria ipo wazi. Matukio kama hayo kwa mtoto mdogo anatoka apelekwe ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii tunashirikiana nao. Kwa hiyo wapo wengine wanajitokeza kwambia naomba huyu mtoto nilee, au ndugu wana uwezo kidogo wanamlea. Na niombe sasa pale Kibiti bwana, tuna changamoto ya kituo cha kulelea watoto yatima na wenye mazingira magumu. Mimi kwa nafasi yangu kuna jitihada kadhaa nimezifanya, lakini nimekuwa nikiwasiliana na viongozi kwa upande wa serikali ya mtaa, mtendaji kata, ofisi ya mtendaji kata pamoja na ofisi ya maendeleo ya wilaya, ndio tuweze kupata jengo maalum kwa ajili ya kuwalea